Karibuni tena katika tafakuri yetu isemayo maagano ya kujitenga, na hii ni sehemu ya pili yenye kichwa cha habari kisemacho maagano ya kujitenga ya muda na ya kudumu. Yaani, tunatazama maagano ya kujitenga ambayo tunayafanya kwa muda mfupi au kwa muda maalum na yale ya kudumu. Tuliona katika tafakuri iliyopita kwamba sisi sote tumeitwa kutumikia. Maandiko yanasema kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama. Maana yake kwamba kila mmoja wetu ameipokea karama. Sasa ya maandiko yanasema itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Kwa hiyo mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu alizojaliwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Hii inapatikana katika Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10 mpaka wa 11. Kumbe basi kila mmoja wetu ameitwa kutumikia katika nafasi na karama alizojaliwa na Mungu, na ni muhimu kuhudumu kwa nguvu alizojaliwa, tena bila manung'uniko. Ili kutimiza majukumu ya kuhudumu kufuatana na karama zetu, tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayetujalia karama tulizo nazo. Yeye ana mamlaka ya juu kabisa ya kuamua ni nani atakayepokea kipawa gani cha kiroho na lini. Na hii tunaipata katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 11. Vilevile Roho Mtakatifu ndiye anayetupatia mapaji ya kutumikia karama hizo. Kwa mfano, anatupatia hekima ya kupambanua karama. Anatupatia akili ya kuzitambua karama tulizo nazo. Vilevile anatushauri jinsi ya kuzitumikia, na anatujalia nguvu ya kuzitumikia vyema. Pia anatupa elimu ya kutuongezea maarifa juu ya karama zetu. Vilevile anatupa moyo wa ibada na uchaji wa Mungu, yaani hofu ya Mungu au unyenyekevu katika kuzitumikia karama zetu. Tunasoma mapaji haya ya Roho Mtakatifu katika Isaya 11:10 mstari ule wa 2. Sasa tuliona katika tafakuri iliyotangulia kuwa ili tuweze kumtumikia Mungu na wenzetu vyema, tunajiweka wakfu kwa Mungu kwa kuweka naye maagano ya kujitenga. Tunapoweka maagano ya kujitenga na jambo fulani tofauti na kawaida kwa ajili ya kutumikia karama zetu, humpendeza Mungu sana, naye Mungu hufanya kazi nasi kama yasemavyo maandiko. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Hii tunaisoma katika Rumi 8 mstari wa 28 mpaka wa 30. Sasa katika tafakuri iliyotangulia tuliona ya kuwa kuna maagano ya muda mfupi na ya muda wa kudumu au yale ya kudumu. Maagano ya muda mfupi ni kama vile kufunga. Kuna wale wenye taratibu za kufunga kwa muda fulani kwa ajili ya jambo fulani. Vilevile tuna mazoea ya kufunga hasa kipindi cha Kwaresma kwa ajili ya sala na tafakari. Sasa unapofunga
kwa kujitenga na jambo fulani kama chakula, kwa mfano, kwa ajili ya kusindikiza sala na maombi, basi sala na maombi yako yanakuwa na nguvu sana. Kwa mfano, Yesu aliwaambia wanafunzi wake pale mapepo yalipokataa kuwatii. Pepo wa namna hii hawezi kuondolewa ila kwa kusali na kufunga. Mathayo 17:21. Paulo aliwashauri Wakorinto waliooa au kuolewa kuwa wanaweza kujitenga, kujuana kwa kitambo kidogo ili waweze kusali. Anawaambia, msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Hii inapatikana katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 5. Maagano ya kujitenga kama haya ni maagano ya muda mfupi, siyo ya kudumu. Lakini kuna yale maagano ya kudumu. Kwa mfano, Paulo anawaambia tena Wakorinto, lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo. Lakini ikiwa hawawezi kujizuia, na waoe, maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 8 mpaka ule wa 9. Sasa anachotufundisha Paulo ni kuwa sio vyema kuweka maagano ya kujitenga na baadaye mtu anashindwa kuyazingatia. Ni afadhali kutokuweka maagano ya kujitenga kuliko kuyaweka kisha usiyatimize. Na hii tunaisoma katika Mhubiri 5:5. Mtu anapozingatia maagano ya kujitenga, Mungu haachi kutembea naye. Tunajua vishawishi vipo na majaribu yapo mengi. Nakumbuka nilipoingia katika maagano ya kujitenga mimi binafsi na kileo au pombe kama agano langu binafsi na Mungu, ndio wakati pombe na harufu tamu ya pombe vilinizunguka kwa bidii. Pengine nawe kama umeingia katika maagano ya kujitenga na jambo fulani, utashuhudia pia jambo hili. Lakini ni muhimu sana kuyazingatia maagano ili Roho Mtakatifu aendelee kutembea na wewe. Mfano mzuri ni ule wa Warekabi, wana wa Yonadabu, ambao waligoma kuvunja maagano yao ya kutokugusa divai au kileo kama walivyokuwa wameagizwa na baba yao, tofauti na Waisraeli ambao hawakushika maagano yao na Mungu. Kwa kushikilia maagano yao ya kutokugusa kileo, Mungu aliahidi kuwa hawatakosa mtu wa kusimama mbele zake Mungu hata milele. Hii tunaipata katika Yeremia 35:19. Danieli na wenzake walikataa ukarimu wa mfalme Nebukadreza ili kuyashikilia maagano yao na Mungu, na Mungu alitembea nao. Samsoni yeye aliyavunja maagano, na alipoyavunja maagano yale ya kujitenga, Roho wa Mungu alimuacha. Utaona wakati Samsoni alipoyavunja maagano, yeye hakutambua. Aliendelea na mazoea yake akidhani bado anatenda kwa Roho wa Mungu. Kumbe Roho wa Mungu alikwisha kumwacha. Waamuzi 16:20. Tutaendelea.